Waumini wa dini ya Kiislamu wanasema al-kisasi haki, kwamba kisasi ni haki na lazima kilipo. Tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 klabu ya Simba ilipoteza kwa goli 2 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini siku ya leo ni siku ya kulipa kisasi. Je, kisasi kitalipwa? Mimi na Alois Sagara tuna taarifa zote kwa kina ambazo zinaelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya Azam FC kule visiwani Zanzibar katika Kombe la Mapinduzi. Lakini kwanza nikukumbushe kunako mabingwa wa usafirishaji wa mizigo, na si wengine ni Hair Jaba Solution. Siku 3 pekee wanakuletea mzigo wako, na wanaendelea kukumbusha kwamba siku ya kesho ya tarehe 9 mizigo yote itatoka China Guangzhou mpaka Tanzania, ambako itafika siku ya tarehe 11. Kwa kama bado hujaagiza nao, bado una siku moja, kwamba hakikisha unaagiza nao haraka iwezekanavyo, ili siku ya tarehe 11 uende ukapokea mzigo wako pale katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Imagine siku 3 pekee mzigo wako unakuwa umekufikia katika ardhi ya Tanzania. Hakikisha unaagiza nao, namba ziko hapo chini zinapitishwa, wai mara moja. Alois Sagara. Yes. Nimeanza na kauli moja kwamba kwa waumini wa Kiislamu, unajua sio Muislamu, like kwa waumini wa Kiislamu wanakuambia al-kisasi haki, kwamba kisasi ni haki. Je, Simba wataweza kulipa kisasi? Kuelekea mchezo wa leo, unajua ni mchezo wa knockout kwa squad ambazo zipo kwa timu zote mbili, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza michuano ya Mapinduzi inaendelea, lakini kuna wachezaji baadhi ambao wamekosekana, walikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania walioshiriki nayo kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo nikitazama squad zote mbili, bado ninamuona Azam FC ana wigo mpana zaidi wa kufanya vizuri zaidi mbele ya Simba kuelekea mchezo wa hii leo, kwa sababu unamzungumzia huyu Azam ndio mwenye historia nzuri zaidi kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo ninamuona ni timu ambayo ni favorite zaidi kuelekea mchezo wa leo. Baadaye Simba atakuwa na mechi ambayo atashuka dimbani kucheza na Azam, ambayo ni mechi kubwa. Lakini Alois Sagara, tuanze kwanza kuwapitisha watu kwenye historia ya Mapinduzi. Unajua watu wengi wanaichukulia Mapinduzi kama michuano ya kawaida hivi, alafu wengi wao hawaifahamu historia halisi ya Mapinduzi Cup, wanaiona tu. Alafu wengi wao wanaifuatilia pale hizi timu kubwa mbili za Kariakoo zinapokuwa zinashiriki. Anapokuepo Simba na Yanga, wao utaona watu wengi wanakuwa kabisa attention na Mapinduzi, lakini zisipokuepo huwa wapi attention. Kwa hiyo labda kuna mtu hayafahamu Mapinduzi, historia yake kwa ufupi, mabingwa waliowahi kuchukua mpaka sasa, mwaka jana iliishaje, na mwaka huu 2026 ambako tayari vigogo wawili, unaweza kusema ni vigogo watatu, Azam, vigogo wanne kabisa, kwa sababu ni Azam, Simba na Singida Black Star, wote wapo kule na ndo wameichukua wao. Tunatarajia watu watatu kutoka bara ndo wataelekea finali. Naam. Unajua michuano Mapinduzi ni michuano ambayo ina heshima kubwa sana, iliyobeba historia na kumbukumbu isiyosahaulika kwa Wazanzibari, lakini pia Watanzania kwa ujumla, kwa sababu tarehe 12 Januari mwaka 1964 ndio Zanzibar walifanikiwa kuondosha utawala wa kisultani kwenye ardhi yao pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ni michuano ambayo kila Mzanzibari akiiona imefika Mapinduzi Day naanza kuchezwa hadi kufikia Mapinduzi Day siku yenyewe, kwa maana ya kuadhimisha siku yenyewe kama kumbukumbu, kwa maana ya Januari 12, kuna matukio kama kuna wale wahenga, kuna matukio ambayo ile process mpaka wanakuja kumuondoa sultani kwenye ardhi yao, kuna matukio yanakuwa yanarejea vichwani mwao. Yes, kupitia hii michuano ya Mapinduzi kabla ya kufikia kilele cha kuadhimisha, maana ni kila mwaka lazima inaadhimishwa hiyo. Na kwa mara ya kwanza kabisa michuano hiyo ilifanyika mwaka 2007. Na timu ya kwanza kuchukua ilikuwa ni klabu ya Yanga 2007. Sasa imekuwa ni michuano ambayo wakati inaanza ilikuwa inahusisha vilabu kutoka Tanzania bara na vilabu vya Tanzania visiwani, kwa maana ya Zanzibari. Lakini kuna nyakati ambazo tumeshuhudia michuano hii, na hata hivi sasa inakuwa ni michuano ambayo inashirikisha vilabu vingine kutoka mataifa mengine, kutoka Uganda. Kama saizi kuna timu kutoka nchini Uganda kwa maana ya URA. Kuna nyakati tumeshuhudia timu kutoka Kenya zinashiriki michuano ya Mapinduzi, na msimu uliofanyika au mwaka uliotamatika kwenye michuano ya Mapinduzi ilifanyika kwa mtindo wa mataifa. Tanzania bara tulishiriki kwa maana ya Kilimanjaro Stars, Zanzibar Heroes walishiriki na ndio walikuwa mabingwa kama nakumbuka vizuri. Walicheza finali na timu ya Burkina Faso. Yes, kuna timu kutoka Kenya kwa maana ya Harambee Stars ilishiriki pia michuano hiyo. Kwa hiyo ni michuano ambayo imekuwa ikifanyika kwa mtindo tofauti. Kwa hiyo ndio Mapinduzi Cup. Unapoizungumzia Mapinduzi Cup ni michuano ambayo kila Mtanzania, wana Afrika Mashariki, hata Afrika pia, kwa sababu historia hii ni historia ambayo ukiingia pia kwenye tukisema kwenye rekodi na matukio ya Kiafrika unaikuta sio tukio
la kawaida, ni tukio ambalo limebeba hisia za namna yake kwa watu wengi. Naam, ni mchezo ambao umebeba, naweza kusema ni historia nzima, umebeba hisia za watu wengi, hususan wa Zanzibar, kwa sababu wanakumbuka hapo kipindi cha ukoloni, alafu kumbuka Sultan Said alikuwa ndo anaongoza ile biashara ya utumwa. Kwa ile wanamuondoa madarakani, chama kingine kinachukua utawala, watu walifurahia zaidi. Kwa nafikiri ni jambo kubwa na watu wanatakiwa waendelee kulisisimua, kama walifahamu inabidi wafanyeje, waendelee kulifahamu. Tukushukuru sana kwa taarifa ambayo umetupitisha. Hii leo kutakuwa kuna mchezo wa nusu finali ambao unamkutanisha Simba na Azam. Simba na Azam tunawakumbuka vizuri, hawa walikutana tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Unaweza kusema ni mwezi mmoja na siku moja. Leo ni tarehe tunapozungumza, leo ni tarehe 8. Walikutana tarehe 7, ina maana walikutana siku ya jana, mwezi uliopita. Kwa hiyo ina maana ni mwezi mmoja tu na siku moja ya leo ambao ndio mchezo wenyewe. Kwa hiyo ina maana walikutana jana na leo wanakutana mwaka 2025. Walipokutana Simba aliweza kupoteza kwa goli 2-0. Unaweza kusema ndio mechi ambayo ilimtoa Simba, ukiachana kwamba alishafungwa katika mechi ya kimataifa msimu mwaka jana, alifungwa na Stade Malien, alafu akarudi hapa Benjamin Mkapa, alikuwa na mechi ya ligi, alikuwa ameshinda mechi zake zote 4 za ligi kuu, akapoteza mechi yake ya pili ambayo ilikuwa ni mechi ya 5 na Azam, ambayo kwa Tanzania tunaita Mzizima Dabi, lakini hata kule visiwani Zanzibar bado ni Mzizima Dabi kwa sababu inaendelea kuwakutanisha watu wawili hao. Kitakwimu ambazo nimechukua kwa haraka nimechukua takwimu ya mechi 11 tu. Wamecheza mechi nyingi sana Azam, tangu Azam tukimzungumzia Azam ambaye amepanda ligi 2008 Azam akipanda ligi 13 ndo akawa bingwa. 13 ndo alikuwa bingwa. Sasa tunamzungumzia alipanda 2008 mpaka leo atakuwa amecheza mechi nyingi, lakini mimi nimechukua takwimu za mechi za haraka tu. Kwenye hizi mechi 11 ambazo wametoa sare 6, kwenye mechi 11 wametoa sare 6. Azam ameshinda, Simba ameshinda mechi 3, wakati Azam yeye ameshinda mechi 2 kwa takwimu za haraka. Na ushindi wa mwisho Azam anashinda, alikuwa hajashinda mechi tangia mwaka 2022. Goli la mwisho ambalo alifunga Principe Melelo Dube kama unakumbuka, katika uwanja wa visiwani, uwanja wa Mwanza kule CCM Kirumba, goli la Principe Melelo Dube akiwa bado yupo Azam ndio ilikuwa ushindi wao wa mwisho. Simba kuanzia hapo alikuwa waje kushinda tena, ndo wanakuja tena kushinda visiwani walipokuja kushinda Benjamin Mkapa katika mechi ya mwisho ya ligi kuu. Leo utakuwa ni mchezo mwingine ambao umebeba hisia kubwa kwa wana Simba. Ndio maana nilianza na kauli ya kuambia al-kisasi haki. Je, kisasi kitaweza kulipwa? Wakina Gift Kitambala ambaye alifunga goli la kwanza kutoka kwa pasi ya Nasoro Saaduni kama unaikumbuka vizuri, Edinado ndo anaimalizia kazi ambayo alianzisha Gift Kitambala na kuiharibu kazi ya Simba, ambao mpaka mashabiki waliweza kulia. Unakumbuka vilio walianza kwamba hawamtaki tena kocha ambaye ni nani, ambaye walikuwa kocha kwa muda ule, wakisema kwamba Selemani Matola huenda naye akawa miongoni mwa watu wanaosababisha Simba kupoteza. Nafikiri unaikumbuka vizuri. Kwa hiyo siku ya leo utakuwa ni mchezo mwingine ambao umebeba hisia kubwa, ukiachana kwamba ulizungumza vizuri ukasema kwamba hii mechi huenda vikosi baadhi ya wachezaji wa klabu ya Simba wako katika national team, hususan na Azam na wengine wapo katika national team. Ukisema kama Azam ina wachezaji 7 wako national team, Simba nayo unaweza sijajua kiidadi, Simba wachezaji 8 mpaka 9 wote wako, ambao ndio kile kikosi cha kwanza, wote wako na national team, ndio wanawasili siku ya leo Dar es Salaam. Aloisi Sagara, pale ulichambua tu kwa haraka ukizungumzia mechi ya leo kiutaalamu, ukimtazama Azam ambaye tumemzungumzia rekodi yake nayo umeiona hapo katika mechi zao zile za mwisho ambazo wamekutana, Simba ameendelea kuwa anaweza kusema ameendelea kuidominate, na hii mechi haihitaji sare. Nikukumbusha kwamba hii mechi inahitaji aende finali, ila aende finali. Kwa takwimu ambazo tumeziona, Simba kidominate akishinda mara 3, wakati ya Azam akishinda mara 2, wakitoa sare 6. Hii mechi unaiona ni inaweza kaiamua kwenye mikwaju ya penalty, au Simba anaweza kaimaliza mechi mapema, au Azam? Nilianza kuzungumza nikasema ukiuzungumzia michuano ya Mapinduzi unaiona taswira ya Azam. Kwa nini unaiona taswira ya Azam? Ni kwa sababu Azam FC ndio klabu ambayo imechukua kombe hilo la Mapinduzi mara nyingi zaidi, mpaka tunavyozungumza hivi sasa kachukua ubingwa huo mara 5. Simba yeye kachukua mara 4. Na Azam ndio klabu ambayo iliweka rekodi kuchukua kombe la Mapinduzi mara 3 mfululizo. Unazungumzia 2017, unazungumzia 2018, unazungumzia 2019. Mara ya mwisho kuchukua Azam kombe la Mapinduzi ndio ilikuwa mwaka 2019. Alifuatia 2020 alikuwa Mtibwa Sugar.
Simba kachukua 2022 mara ya mwisho. Yanga anaingia hapa katikati kachukua 2021. Nadhani Yanga jambo lake tuko nalo kesho dhidi ya Singida Black Stars. Tunamtazama mnyama na wanarambalamba wa matajiri kutoka Chamazi. Kwa hiyo kiniambia hivyo, mimi nishakwambia kwamba kitu ambacho kinanifanya leo hii nimpatie Azam nafasi kubwa ni kutokana na wachezaji, aina ya wachezaji ambao wanapatikana kuelekea mchezo wa hii leo wa nusu finali. Ukitazama squad ya Azam bado kuna wachezaji ambao ni quality players wengi, na ndio maana safari ya Azam ilikuwa rahisi sana. Hajapoteza mchezo wowote. Ndio. Alianza safari yake dhidi ya Singida Black Stars. Nadhani tunafahamu ubora wa Singida Black Stars. Ule mchezo ulitamatika kwa sare ya bao moja. Mchezo uliofuata walicheza dhidi ya Mlandege ambaye amechukua mara 2 mfululizo kombe la Mapinduzi. Hapo nazungumzia mwaka 2023, mwaka 2024. Si ndio? Akamfunga mabao 2-1. Mchezo uliofuata watatu kuhitimisha hatua ya makundi, Azam FC aliibuka na ushindi wa mabao 2-0. Mabao 2-1 dhidi ya URA ya Uganda. Unatazamia safari Azam kwenye michezo yake mitatu aliweza kufunga mabao 5, akaruhusu mabao 2. Ukija kwa Simba ambaye anaenda kucheza naye, kundi la Azam lilikuwa lina timu 4. Kundi la Simba lilikuwa lina timu 3 na kundi ambalo lilikuwepo Yanga lilikuwa lina timu 3. Kwa hiyo Azam tumeona amecheza michezo mitatu kwa sababu kundi lake lilikuwa lina timu 4. Simba alikuwa na michezo yake miwili. Mchezo wa kwanza amecheza dhidi ya Mwembe Makumbi City, akaibuka na ushindi wa bao 1-0 Mohamed Bajabir. Mchezo wa pili anacheza na Fufuni FC, Simba akaibuka na ushindi pia wa mabao 2-1. Bao la Nabi Kamara dakika za jioni, lakini pia yule mlinzi Mbegu alianza kufunga bao la kusawazisha kwa upande wa Simba. Kwa hiyo ukitazamia Simba kwenye michezo yake miwili mpaka anafika hatua hii ya nusu finali, ameweza kufunga mabao 3 na karuhusu bao 1. Ukitazamia Simba mechi zake alizozicheza ndio alipata matokeo, lakini ukitazama opponent ambao alikuwa anakutana nao sio wale opponent ambao walikuwa wanaenda kumpatia challenge au ushindani ambao ni stahiki kulingana na squad ya Simba ilikuwepo. Na ukitazamia pia upande wa pili, Simba wana mwalimu mpya ambaye Steve Barker, ambaye hii leo ndio atakwenda kucheza Mzizima Dabi kwa mara ya kwanza. Huyu kocha wa Azam kwa maana ya Florai Benge, yeye tayari ameshakutana na Simba na akamfunga kwa ushawishi mabao 2-0. Japo kwenye ule mchezo aliocheza Benjamin Mkapa, Simba hakuwa na mchezo mbaya, ila kuna mabadiliko ambayo aliyafanya kocha wa Azam Florai Benge, hasa kumuingiza Nasoro Sadun, ndo akaja kuwa game changer. Alihusika kwenye mabao yote mawili na Azam akapata ule ushindi. Kwa kuelekea mchezo wa leo, ninaiona Azam ambayo bado itakuwa tishio zaidi mbele ya Simba. Ninaipatia nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri zaidi kwenye mchezo wa hii leo. Na mtu kama Jafet Kitambala Bora ndio top scorer mpaka hivi sasa ndani ya Azam pale. Ana mabao yake 2. Alifunga kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars na akafunga kwenye mchezo wa hivi majuzi dhidi ya URA. Kwa hiyo unatazamia ndani ya Azam wana yule mtu ambaye tunasema hata kupatia mabao. Ukiachana na yule, kuna mtu anaitwa Zidane Seleli pia. Naye kwenye michezo hii mitatu ya Azam waliocheza amefunga bao lake 1 pamoja na Himidi Mao Mkami pia ana bao 1 pamoja na bwana mdogo anaitwa Albogasti pia ana bao lake 1. Unatazama huo mgawanyiko wa mabao ambao uko ndani ya Azam ndani ya michezo mitatu ambayo ameweza kuicheza. Tukija kwa Simba, unamzungumza Nabi Kamara, huyu ni kiungo. Unamzungumza Mbegu, huyu ni beki wa kati. Unamzungumza Mohamed Bajabiri pia, huyu ni kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo Simba kuna yule mtu ambaye anakosekana pale mbele kusimama kuhakikishia kupata mabao mengi. Na hata wana Simba wenyewe ukiwauliza wengi maoni yao kwenye michezo iliyopita, hata sisi tuliotazama tumeiona Simba inacheza ndio inashinda 1-0, inakuja inashinda 2-1. Ilikuwa haichezi kuiona ile Simba kwamba hata kocha mwenyewe Steve Barker amekiri, amesema kwamba hajafurahishwa na kiwango cha timu yake jinsi ambavyo inacheza. Yes, unajua ni wakati ambao mwalimu amekutana na kundi la wachezaji wengi ambao walikuwa wapati nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Leo hii anakuja kuanza kuwatumia kwenye michuano ya Mapinduzi. Ukitazama mchezo aliocheza dhidi ya Fufuni FC, kikosi cha kwanza tulizungumza ni wachezaji 4 pekee ambao tumekuwa tukiwazoea wana uzoefu na wamekuwa wakicheza walau kwenye michezo mingi ambayo Simba anakuwa anashuka dimbani. Wengi wao waliosalia wachezaji 7 ni wachezaji ambao ni vijana ambao wengine kwa mara ya kwanza ndio tulikuwa tunawashuhudia wakiwa na Simba, si ndio? Sasa kuelekea mchezo wa leo, ninamwona Azam ni favorite zaidi. Nimezungumzia kuhusu makocha wa aina mbili wanaokutana leo kwamba Florai Benge Azam FC, Steve Barker Simba.
Ibenge anaijua testi ya Simba, ashacheza nao na akaibuka na ushindi. Hatakuwa na kitu kipya zaidi tena. Simba ambayo ilikuwa ina kina Jean Charles Yaua, ina Steven Dese Mukwala, Jonathan Soa japo yupo kule pia. Kwa hiyo leo tunaenda kushuhudia testi ambayo inakutanisha makocha, mmoja ana uzoefu kidogo, mwingine ni mpya kabisa, haijui ya Azam ni timu ya aina gani. Labda sasa kama kuna ndo hapa inakuja ile kazi ya tunasema video analyst. Washamkabidhi zile clips, wanatazama bwana, Simba ndo hii inacheza hivi, anaweza akaanza kuitambua Simba au Azam, kuitambua Azam FC kupitia hizo video ambazo wanakuwa wanapewa na video analyst wa klabu ya. Bwana huyo ni Alois Sagara, yeye amempa nafasi kubwa klabu ya Azam kwamba leo itaibuka ushindi mbele ya Simba, lakini wana Simba watakuelewa Alois Sagara kwamba leo unampa nafasi kubwa. Ni swala la kusubiri dakika 90 ndani ya uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Itakuwa aje na majibu gani? Ni Azam kuibuka kimasomaso au ni Simba kuendelea na hatua au kurudi Dar es Salaam kuanza maandalizi mapya dhidi ya Esperance de Tunis. Alois, mimi nataka tumalize hivi. Itakuwa ni kipimo sahihi kwa kocha mechi ya leo tu Steve Baka kwamba atakapocheza na Azam itakuwa ni kipimo chake sahihi? Mimi nasema, mimi kwa maoni yangu naona ni kipimo sahihi cha yeye kujipima wakati anaanza safari yake. Ushindani atakao kukutana nao Azam una asilimia ya ushindani anaweza kukutana nao dhidi ya Esperance de Tunis. Tunakubaliana? Test ya Mapinduzi ataikuta leo kwa sababu Azam FC, na ustarajie tena leo Steve Baka akaingiza wale watoto ambao tumewashuhudia au wale vijana wengi ambao walicheza kwenye mchezo dhidi ya Fufuni, kwa sababu ndio mwenyewe anajua Azam ni watu ambao wanaweka full mkoko kwenye michuano hii. Kuna Yanga, Azam na Singida Black Stars. Wao hawajaenda kufanya majaribio kule. Wao wanaweka vikosi kamili kwa ajili ya kupambana, na kukumbusha bingwa msimu huu pesa imeongezeka. Bingwa anachukua milioni 150, mshindi wa pili milioni 100. Msimu uliopita nyuma bingwa alikuwa anachukua milioni 100, mshindi wa pili milioni 70. Kwa hiyo unatazama mzigo ambao upo hivi sasa, ni lazima watu wautolee macho, na kwa asilimia kubwa pesa kama hizi ndio huwa zinaenda kwa wachezaji moja kwa moja, wanagawa nao. Bwana, vilabu vingine havichekeshi, Simba na Yanga vinaweka full mkoko. Kwa nizamu ya Steve Baka naye kutuwekea full mkoko ambao yuko nao visiwani Zanzibar, ili tuone mechi yenye ladha na ushindani wa hali ya juu. Bwana, na wewe unaruhusiwa kuchangia na sisi kwenye mjadala tulionao. Unamuona Azam akiibuka na ushindi mbele ya Simba au ni Simba akiibuka na ushindi? Alois Sagara yashamaliza matokeo yake kwamba amempa nafasi kubwa Azam, lakini kuendelea kutupata sisi Data Sports, hakikisha una subscribe alafu na ruhusu alama ya kengele ile ili uwe kwanza kupata taarifa tunazokuwa nazo hapa. Kumbuka Data Sports, no bla bla. Aliyesimamia kamera hii si mwingine ni Florence Renatus. Bye.